Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TV Habari, na sasa tuungane naye Nizia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, soko la mahindi DRC lafungua fursa mpya kwa wakulima Tanzania. Asante sana Miriam Mlaponi. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa Tanzania inatarajia kuiuzia mahindi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika hatua inayolenga kusaidia nchi hiyo kukabiliana na uhaba wa chakula, huku ikifungulia Tanzania fursa ya kupanua masoko ya mazao ya nafaka na kuimarisha biashara ya kikanda. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wakala wa hifadhi ya chakula Dr. Andrew Komba amesema hatua hiyo imekuja kufuatia ziara iliyofanywa na serikali ya Tanzania nchini humo, ambapo ujumbe wa serikali ya DRC umetembelea wakala wa hifadhi ya chakula kuona akiba ya mahindi pamoja na ziada iliyopo nchini ili kujiridhisha na uwezo wa Tanzania katika kusambaza nafaka hizo. Mpaka sasa hivi NFRA ina utoshelevu wa kutosha kuhusiana na chakula tulichonacho. Kwa hiyo tunachofanya sasa hivi tunajaribu kutafuta masoko kwa kile ambacho ni ziada. Nikisema ziada ninamaanisha kwamba NFRA msingi wake mkubwa ni kuhifadhi chakula kwa ajili ya kutosheleza mahitaji ya ndani panapokuwa na shida ndani ya nchi. Sasa kiwango kile tayari tunacho, ambacho tuna takribani tani 1.5 ambazo hizi zipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba all Tanzanian are food secured when there is crisis for food within the market. Kwa hiyo this is done. So what we are selling here ni kile ambacho kimeongezeka. Akizungumza katika mapokezi ya ujumbe huu, mwenyekiti wa ushauri wa bodi ya wakala wa hifadhi ya chakula NFRA John Ulanga amesema kutokana na upungufu mkubwa wa takribani tani milioni 3 za unga nchini DRC, kuna uwezekano mkubwa wa kufanyika kwa biashara ya mahindi kati ya pande hizo mara baada ya kufikiwa kwa makubaliano rasmi. Kwa upande wake, kiongozi wa ujumbe kutoka Kongo Tony Bendio Munongol kupitia tafsiri yake amesema wamefurahishwa na ziara hiyo kufuatia mwaliko wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kibainisha kuwa wamevutiwa na kiwango kikubwa cha ziada ya chakula kilichopo nchini ambacho kinaweza kuchangia kukuza biashara na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo. Matokeo ya ziara yetu imezaa matunda ambaye tuna uhakika tutapata oda kutoka kwenye serikali ya DRC ambaye itatusaidia sisi NFRA kuongeza uwezo wetu wa kuhifadhi na kununua nafaka kutoka kwa wakulima, ambaye itaongeza uchumi wa mkulima moja moja. Wenzetu wa DRC ni watumiaji wakubwa sana wa ugali. Wanakula ugali kuanzia asubuhi kwenye chai ya asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo wana mahitaji makubwa. Wenyewe wanasema wana upungufu wa tani kama milioni 3 za unga kwa mwaka. Manake ukisema tani milioni 3 na milioni 3.5 za unga, manake hiyo ni karibu tani milioni 5 za mahindi. We are happy to visit Tanzania. We are a delegation from the DRC Presidential Office, and we are here under the invitation of the Tanzanian government to explore the possibility of acquiring and do a transfer of technology so that we can support both our economies. It's impressive. We are actually surprised to see that Tanzania has such a big capacity in terms of supply and production, and we are looking forward in strengthening the relationship and improve the exchange between the two countries. Benki ya CRDB imezindua kampeni yake mpya ya Fainali ndio mpango wa Tembo Card Visa, hatua inayolenga kuhamasisha matumizi ya malipo yasiyotumia fedha taslimu, kuongeza ubunifu katika huduma za kifedha na kutoa zawadi kwa wateja wake. Kampeni hii ni fursa ya kipekee kwa wateja wa Tembo Card Visa, Tembo Prepaid, Tembo Credit na Infinity Premier kushiriki katika draw za kushinda safari za kushuhudia fainali za Kombe la Dunia na vifaa vya kielektroniki kama Smart TV, hatua inaunganisha uchumi wa kifedha na burudani ya michezo. Akizungumza kwenye uzinduzi, Bonventure Po, mkurugenzi wa wateja wadogo na wakati, amesema kuwa kampeni hii inalenga kuhakikisha wateja wanapata urahisi wa kutumia kadi zao kushiriki shughuli za kifedha kwa usalama na kufurahia msisimko wa kimataifa wa michezo, huku ikichangia kukuza matumizi ya kidijitali nchini. Na sisi kama CRDB tumeona ni muhimu kuwapa wateja wetu nafasi ya kuwa sehemu ya msisimko huo wa kimataifa. Kupitia kampeni hii, wateja wetu watapata fursa ya kufurahia urahisi na usalama wa kutumia Tembo Card Visa, huku wakipata nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali za kuvutia na uzoefu wa kipekee.
Kampeni hii itaendeshwa kwa kipindi cha miezi mitatu. Tumeizindua leo rasmi na itaenda mpaka tarehe 11 mwezi wa 6. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha biashara za kadi Farid Saif amebainisha kuwa washindi watapatikana kupitia draw 3. Draw ya kwanza tarehe 12 Aprili itatoa washindi 4 watakaosafiri Marekani kushuhudia fainali za kombe la dunia. Draw ya pili tarehe 12 Mei itahusisha washindi 3 safari za Canada kushuhudia mechi za awamu ya makundi, na draw ya mwisho tarehe 11 Juni itawazawadia washindi 7 zawadi mbalimbali. Kuna siri moja kwenye financial transaction, kwenye malipo ya fedha. Watu kila kufanya transaction anafikiria makato. Kwanza leo naomba niwape one of the funny facts. Kadi au malipo ya kadi ndio malipo ambayo hayana makato. Nadhani ni watu pia hawajui. Yaani ndio malipo ambayo ni very safe, lakini pia hauteja unayefanya transaction haukati. Kwa hiyo Tanzania sasa, kama walikuwa hawajui, nadhani ndio fursa pekee ambapo ukienda kwenye manunuzi yako utumie kadi kuchanja, na kadi yenyewe ya kutumia ni Tembo Card Visa. Naye meneja mwakilishi country manager Visa Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Victor Makere amesisitiza umuhimu wa kushiriki wateja wote na kufuata utaratibu wa kushiriki, akiweka mkazo kwenye ushirikiano wa CRDB na Visa. CRDB pia imehakikisha wateja wapya wanaweza kushinda kwa urahisi kupitia huduma za kidijitali kwenye matawi na mawakala zaidi ya 30 nchini, kupata kadi papo hapo na kushiriki kampeni hiyo, hatua inayounganisha sekta ya fedha na fursa za burudani ya michezo. Na katika kuongeza ufanisi wa mtandao katika viwango vya 4G na 5G, serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano imeridhia ujenzi wa minara 20 katika jiji la Dar es Salaam, ikiwa ni mwendelezo wa kuboresha sekta ya mawasiliano katika jiji hilo ambalo ni kitovu cha biashara nchini. Akizungumza wakati wa kuzindua mmoja wa minara hiyo katika eneo la Alimaua, kata ya Tandale, meneja biashara kutoka Airtel kanda ya Dar 1 Shabani Mwichande amesema hatua hiyo imeanza kwa kanda hiyo kujenga minara 5 kati ya 20 ambayo imeridhiwa kujengwa na Airtel katika jiji la Dar es Salaam. Nafasi ya kuweza kuzindua mnara wetu wa Alimaua A katika huu mtaa wa Alimaua A, na huduma ambazo zitakuwa zinapatikana hapa kiujumla ni imeongeza network ya kutosha kwenye hili eneo. Maana yake wananchi wa hapa hawatapata tena shida ya kupata mawasiliano ya moja kwa moja kama zamani walikuwa wanapata shida yoyote. Sasa hivi kila kitu kiko fresh. Tumeweka 5G, 4G na huduma zote ambazo zinapatikana hapa. Pia huduma zingine zozote za router, huduma za kupata SIM card mpya zitakuwa zimeboreshwa kwenye hili eneo la hapa, na spidi yake imeongezeka maradufu. Kwa upande wake, mwakilishi wa viongozi wa kata zinazonufaika na ujenzi wa minara hiyo, Hamisi Ramadhana, ambaye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Alimaua, amesema ujio wa minara hiyo utasaidia kuongeza ufanisi wa mtandao, hasa ukizingatiwa kuwa awali walikuwa wakikumbana na changamoto ya mtandao kutofanya vyema. Airtel wamezindua mnara wao ambao upo kwenye mtaa wa Alimaua A, lakini pia wamewasha network yao kupitia mnara huu ambao upo nyuma yangu hapa. Na tuna kitu ambacho tunataka tujue kutoka kwao Airtel. Je, huu mnara ambao wameuzindua leo na wameunganisha network yao leo, tukatujue, je, wananchi wa Alimaua A wanafaidika na nini kwenye mnara huu au kwenye umradi ambao wameuzindua leo wa network yao. Kwa hiyo sasa kitu ambacho tunafurahia kwanza uwepo wa mnara huu, kwa maana wananchi wa Alimaua A watafaidika kwa mtazamo chanya, kwa maana network haitasumbua kwao, network itapatikana kwa kiwango kikubwa. Na baadhi ya wananchi wa Tandale, licha ya kushukuru kutokana na maboresho hayo, wameiomba Airtel kuendelea kuboresha huduma za mtandao kwa kuimarisha miundombinu ili wananchi waendelee kufurahia fursa za mawasiliano. Asante sana mtazamaji, na Miriam Mlaponi. Hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.